Crazy Rocket, now available on PMBet. Mtazamaji wa PMTV, hapa ni makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo maelfu ya wakazi wa jiji hili wakitokea maeneo mbalimbali wamejumuika na jeshi la polisi Tanzania katika kupumzisha mwili wa aliyekuwa SP wa polisi kituo cha Chanika, SP Awadhi Mohamed Chiko, ambaye alifariki dunia kutokana na ajali ya gari ambayo ilitokea jana kule maeneo ya Chanika akielekea kikazi, wakati akisafiri na usafiri wake kuingia ofisini. Aliweza kupata ajali ya kugongana na basi aina ya Icha, na hivyo mwili wake hii leo ukawa umefanywa ibada ya mwisho pale nyumbani kwake, lakini baadaye ukasaliwa pia katika misikiti tofauti kule Kijitonyama, Makumbusho pamoja na msikiti wa Mjini, na baada hapo mwili hivi sasa ukiingia hapa katika makaburi haya ya Kisutu. Kama unavyoweza kuona katika picha hizo, jeshi la polisi likitoa heshima za kijeshi, na hapa mwili huu umepokelewa na mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura, ni pia kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Mheshimiwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Mulilo Jumanne Mulilo, lakini pia alikuwapo kamanda mstaafu ama IGP mstaafu Mzee Omar Mahita. Huyu alihudumu kipindi kile cha Mzee Ruksa, lakini pia alikuwepo kamanda mstaafu wa jeshi la polisi Tanzania, namzungumzia Suleiman Kova. Hawa ni moja ya makamanda wastaafu ambao pia wapo hapa katika mazishi haya makaburi ya Kisutu. Wakazi ni wengi sana, wananchi ni wengi sana wamejitokeza, na pembeni ukiwa umesimama unakuta zile fununu ama tetesi ama zile sifa kwa marehemu kwamba alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu ambaye ulikuwa ukimfuata muda wote kwa ajili ya kuhitaji msaada wake na anaweza kukupatia ikiwamo masuala mbalimbali ya kiusalama. Amezikwa na watu wengi, na mwisho wa siku pia ikiwa ni kipindi hiki cha mvua, lakini mvua ilionyesha pale, wengi waliona pia ni baraka, ama ilionyesha hapa ikionekana ni baraka kwake, kwa sababu hawakuweza kumwacha na walisubiri mpaka mvua ilipokata ndipo watu wakaweza kuondoka katika eneo hili. Mimi naitwa Juma Idi, nyuma ya kamera Muksini Kimonje akisimamia, na endelea kufuatilia PMTV kwa habari mbalimbali. Bye bye.